Naitwa Sheikh Isa Mohamed Kapama, ni shekhe wa kata ya Ulasiti chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Lakini pia nishukuru kwa umoja wenu, ushirikiano wenu, na hali hii iendelee. Lakini kabla ya kuendelea na mawaidha, niseme kwamba tumesikia kwenye mitandao mbalimbali kuhusiana na kifo cha kijana wetu, lakini mwisho tulisikia kamanda wa polisi mkoa wa Arusha ameweka nguvuni wala husika jambo hili hapa. Kwa niombe wananchi, vijana, wazee, watu wazima, kina mama, tuwe na utulivu, tusikilize ripoti ya uchunguzi tutasema semaje. Kwa hiyo pasitokee mtu akamdhuru mwenzake kwa sababu ya tukio hili hapa. La msingi ni wasihi, hasa vijana, naamini mna uchungu mkubwa sana, sio nyinyi tu, hata sisi pia tunaombea sana. La msingi naomba tu kuwe na amani na utulivu, tusubirie ripoti ya jeshi la polisi. Nami naamini kwamba jeshi la polisi litafanya uadilifu. Sasa jamani, huyu jamaa kusema la ukweli ni mtu ambaye hanaga shida na mtu. Awe kwenye kazi, awe katika jamii, awe kwenye familia, ni mtu ambaye hapendi shida na mtu aina yoyote. Wala sio mtu ambaye anapenda maneno, wala labda umkute kwenye matukio ya namna fulani huwezi mkuta. Hiki kilichotokea hata mwenyewe kimenishangaza. Maana hata taarifa mara kwanza ninapopewa mwenyewe sikuamini ninachoambiwa. Lakini baadaye nilibidi niamini ninachoambiwa. Hifadhini hakuna sheria zilizowekwa. Pindi unapokutana na raia, maana ukisema kwamba walikuwa ni majangili, jangili lazimsubiria askari paka amsogelee wala asimame. Jangili angekimbia. Lakini wale walikuwa ni raia, watu wema, kwa maelezo ya watu walitoa hadi vitambulisho, bana tumekosea njia, tunawafuata wenzetu kwenye msafara wa msiba, lakini wale jamaa kuwaelewa. Tufanye hizi sheria ziwe la zahiri kwa vijana, zisituzuru hata sisi, tuwe tunaeleweka katika jamii. Kwa majina anaitwa Madua. Marehemu mimi nafahamiana naye ni ndugu na ni rafiki.